Mjambo tena. Mimi huyu tena nimerudi ikiwa nataka tuzungumze kuhusu mambo ya kampuni yetu ya 4Life, vile tunaweza kufuatilia kuhusu vile kazi yetu inavyofanyika na tuweze kuendelea tukiwa tunajua ni nini tunachofanya, kama vile ninavyowaambia kila mara katika kampuni yetu ya 4Life. Kila kazi ambayo tunafanya yote inaaminika kwamba hakuna kitu ambacho utafanya na kiweze kupotea bila kuwa na maelezeo ama uweze kupata maelezo kuhusu kile kitu ambacho umefanya. Ndio maana nimewaambia katika kampuni yetu ya 4Life kuna aina mbili. Niwaambia kuna njia ya kibiashara na kuna njia ya kiafya. Vile tulivyo na bidhaa ambazo tunanunua inatusaidia katika afya yetu. Hivyo hivyo tunafanya katika biashara. Lazima kila mtu ajue ni nini alichofanya katika kampuni na jinsi anavyoendelea katika kampuni ya 4Life. Si kufanya tu eti umeingia katika kampuni bila kujua ni nini unachofanya. Lazima ujue unafanya kivipi katika kundi lako. Utajua wewe mwenyewe na watu ambao wameweza kuingia chini yako na ile kazi ambayo wamefanya, na utaitambua, utaijua vizuri, na itaendelea kusaidia kujua mahali ambapo umekosea ama mahali ambapo umepata upungufu wa nguvu wa kuweza kujiendelesha katika kampuni yako. Tuna vile nilivyowaambia kwamba tuna product na kila product ina bei yake na ina mshahara wake. Kuna vile unavyonunua na vile unavyolipwa. Kwanza nimewaambia kwamba nikiwa hapa nataka tuweze kuwa na mawasiliano, tukizungumza kupitia WhatsApp, tukipitia Telegram, kupitia hapa kwa YouTube, mahali mimi ninapoendelea kuzungumza na nyinyi. Hapa kwa hii ukuta wa YouTube nataka tuweze kuelimishana, tuweze kuwaelimisha vile sisi nasi tumeweza kufikia, ijapokuwa hatujafika katika kiwango ambacho sisi tunasema kwamba tunajua yote. Kila mtu ana sehemu yake ambayo yeye anaelewa sana. Niliwaambia kwamba kila mwezi tunapoanzisha, sisi wote katika kampuni ya 4Life tunakuwa sasa ni waanzilishi katika kampuni ya 4Life. Si kusema eti kwa sababu tumeanzisha ati vitu vyote ambayo tumefanya imepotea. La, ni kusema bado zimehifadhiwa na unaweza kujua jinsi ilivyo katika kampuni. Utajuaje na utaelewaje ile kazi ulifanya? Hata mwaka uliopita utajuaje? Hata miaka 2 iliyopita utajuaje? Na kuja niweze kuzungumza na nyinyi tuweze kuelewa jinsi ilivyo. Nataka muwe pamoja nami, mfanye subscribe. Kengele iko hapo, gusa hapo na utakuwa unapata mazungumzo yetu. Kila video ambayo tutatoa, wewe utakuwa mmoja wao ambao wananufaika kujua sana, hasa katika hii kampuni ya 4Life. Kwa sababu hii niliwaambia kila kitu wakati unapoingia, yote kampuni imesema iko mkononi mwako, yote ni yako. Leo nimekuja na mazungumzo ambayo nataka kusema kitu ambayo tunaita app ya 4Life. Ina mzunguko hivyo hivyo, ndivyo wanavyoiandika.
ukisearch ama ukiingia Presto utaingia hapo, na ukiwa tayari una namba ID yako, ukiwa na password ya kuweza kuingia kwenye kampuni yako ya 4Life. Ukiingia katika Presto utapata hii app ya 4Life. Ukishaipata, download ama uweza kuifungua, kuipakua, kuitoa kwenye Presto. Hii Presto itakuletea hii app ya 4Life. Utaandika ndani app ya 4Life, watapita mara moja wakikuletea app ambayo ina rangi ya blue. Rangi ya blue una download ama unaipakua kwenye Presto, unaiset sasa kwa simu yako, mkononi mwako kwa simu, ama kama wewe unatumia machine bado utakuwa nayo. Humo ndani ndimo muna kila kitu ama kazi zote ambazo wewe umefanya. Wameiweka ama umeregister mahali popote, vile nilivyowaambia, ulimwengu mzima, mahali utafika utafanya na kampuni ya 4Life. Haina shida yoyote eti mimi nimehama, nimetoka Kenya, nimeenda Uganda, nimeenda sijui Ethiopia, sijui Tanzania, ama nimeenda ngambo, nchi za ngambo. Bado wewe ukiwa katika kampuni ya 4Life na ukiwa na ID number, tuna kile ambacho tunaita ID yako ni namba fulani, tuseme 12 na kuendelea. Ukiwa na hii ID namba yako na uwe na password, password hiyo, vitu viwili ukiwa nayo, una kampuni yako katika mfuko wako, unatembea nayo, na hapo kila mahali utafika. Kama wewe umefanyia kiwango fulani, humu ndani ndimo nataka tuweze kuzungumza na tuweze kujua ni nini tulichofanya hapo. Kama ni pesa zako zimo ndani, kama ni product ambazo zinauzwa kwenye kampuni ziko hapo ndani, kama kuna product mpya ambazo zimetengenezwa, bado hivyo utaweza kujua kuna kampuni, kuna product mpya ambazo zimetokea. Ni kusema kila kitu ambacho kimefanywa katika kampuni ya 4Life, wewe uko nayo katika mkononi mwako, uko nayo kwa simu, uko nayo kwa machine, uko kila mahali ambapo unaweza kuangalia nini kinachoendelea kwenye internet. Hata kuna wale ambao hawana hizo mashini na simu, labda umefika mahali network yako ikakusumbua, ukaona simu yako haina network ama mashini yako hauna njia yoyote ya kuweza kuingia kwa internet. Unaweza kuingia kwa cyber cafe, wale watu ambao wana machine ama mahali ambapo wanauza vitu ambavyo vinaelekea ama vinaambatana na internet. Ukiwa na anwani yako, tuseme email, Gmail, ukiwa nayo mahali umeandika, ukiwa na hii ID number, ukiwa na hii password, kazi utaendelea mahali popote ulipo, hata katika saa zozote, hadi yoyote. Unaweza kukaa nyumbani kwako, una namba za watu, una njia ya kuwasiliana na watu wengine mahali walipo. Unaweza kuzungumza na mtu ambaye yuko Marekani, mtu yuko Asia, mtu mwenye yuko Europe, mwenye yuko hapa Afrika. Mnazungumza, unamwelezea wewe unafanya na kampuni ya 4Life, ama una kampuni yako ambayo unataka naye aweze kujua na aweze kukushiriki, muweze kuwa kundi moja na muweze kujiendelesha katika maisha yenu. Kama vile niliwaambia, labda ana ugonjwa akiwa Marekani, ama yuko Europe, yuko Canada, yuko Asia, na unaweza msaidia, unamnunulia product kutoka USA, zinaenda mpaka mahali
alipo na bila tatizo yoyote. Leo nimesema tuzungumze kuhusu app ya 4Life. Mtaniwia radhi, tutaweza kujaribu kuzungumza kidogo. Hapo nimewambia unaweka jina yako, jina lako, ama tuseme ID namba yako na password. Inafunguka. Ikishafunguka unafanya nini? Hapo ndani utakuta kuna mahali ambapo utakuta kwenye simu yako inafunguka, inaanza kukuonyesha zile product mpya ambazo kampuni imetengeneza. Zile ambazo kampuni imetengeneza mpya wanaanza kukuonyesha zikienda kama video. Inakuja dakika moja ama sekunde 5, hivyo mpaka wanakuonyesha kila kitu ambacho kiko katika kampuni 4Life ambayo imeunda, wale ambao wanakaa wakijaribu kuangalia ni nini kinachofaa kwenye kampuni. Tunaweza kuongezea nini, tunaweza kutoa nini, tunaweza fanya nini ndio tuendeleshe kampuni yetu. Ili na wewe ujue kile kinachoendelea, ndio wanakuletea sasa hiyo sehemu ambao unapata ikikuonyesha ile vitu ambavyo vinafanyika katika kampuni ya 4Life. Ni kusema hii nimechora hapa, labda watakuletea product hapa, watakuletea video ambayo inakuonyesha ni nini wanachofanya, wanaitumia kwa njia gani. Hapa watakuonyesha ni bei gani. Inaenda ikikuja. Hizi zote wakiendelea kukuonyesha ni nini kinachoendelea katika kampuni yetu ya 4Life. Hapa sasa chini kidogo tu ya hapa utakuta mahali wameandika shop. Hapa mahali utakuta wameandika shop. Hii shop una kitu ambacho wamechora, kikapo ambacho utachukua vitu vyako. Hapo sasa hiyo utaipata ukibonyeza humu ndani. Inafunguka, inakuonyesha product zote ambazo ziko katika kampuni na bei yake. Bei alafu tena wanakuonyesha LPs kwa wale ambao wako katika kampuni ya 4Life. Niliwaambia wakati uko katika kampuni ya 4Life mpaka lazima uwe na ID number, uwe na password yako, vile utakuwa unafuatilia kila kitu, ama ukijua kazi uliofanya katika kampuni ya 4Life ndio uweze kuingia ndani, mpaka uwe na hizi vitu vitu mbili. Kama ni kwa simu, tayari simu yako ina email yako, kani mashini yako ina email yako. Kama ni ya mtu mwingine anataka kuingia ndani, lazima utaingia na email yako na password yako, ndiyo ukuje kuandika kampuni ya 4Life. Ndio ukigoogle ama ukisearch hapa 4Life, ndio inakuletea hii vitu. Ikishakuletea hapa hii app, ndio unaingia ndani. Kama ni ya mtu mwingine unataka kutumia, utaingia tu kwa Google, auta download ama kupakua ile app uiweke kwa hiyo simu ya watu wengine. Hapana, utaingia kwa Google ama tuseme hivyo. Hapo ukiingia watakuelekeza jinsi utakavyoingiza
Gmail yako na uweze kuingiza ID number na password. Hapa watakuonyesha vizuri. Najua kwamba mtu yeyote ambaye anajua kutumia machine ama simu vizuri sana, ambaye anaelewa, itakuwa rahisi sana kujua jinsi ya kuingia kwenye akaunti yake. Sasa wakati unapoguza hapa kwa shop, inakuonyesha product zote ambazo ziko katika kampuni yetu ya 4Life. Kando yake kumeandikwa ama kumewekwa report. Hapa report nayo inakuonyesha jinsi wewe ulifanya katika kampuni ya 4Life. Kando yake wanakuonyesha sign up. Hapa itakuwa imeandikwa, watakuambia sign up. Ukisha sign up, utakuwa sasa umetoka kwa hizi vitu zote. Hapo mbele yake kuna aina nyingine ama step nyingine ama kamzunguko nyingine kameandikwa favorite, vile ulivyo naye pia ulifanya humo ndani. Wanakuonyesha loyalty program, vile ulinunua kwenye loyalty program. Niwaambia loyalty program ni wakati ama ni muda ambao wewe umejitolea utaweza kufanya nayo. Loyalty program niliwaambia inakulipa wakati wewe umenunua product, umesign contract na kampuni kwamba mimi kila mwezi nina malengo fulani, kiwango fulani cha product ambazo nitanunua, pesa ambazo nitatoa kununua product. Tuseme kwa mfano, wewe umejitolea, umesema nitakuwa nanunua product za LPs 150. Ukisema nitakuwa nanunua 150, au unaweza sema mimi nitakuwa nanunua 190 LPs, au useme nitakuwa nanunua 200 LPs. Sasa una sign contract kwamba kila mwezi tarehe fulani zile ambazo wewe umechagua. Ukishachagua hii na una sign humo ndani, wanakuitisha ama wanakuambia utatupea akaunti yako mahali pesa zako unapoziwekeza, aidha kwa bank ama kwa simu. Tuna watu ambao wanatumia M-Pesa ama mobile money. Sijui, samahani kwa kusema mobile money, lakini sisi tunajua M-Pesa na account bank. Ukishaweka hizo account bank ndani ama M-Pesa namba, wao wenyewe wakati ule ambao umechagua, tuseme kuanzia tarehe moja ya hii mwezi wa 3, tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka huu wa 2026, unasema hii ndio na sign kwamba kila tarehe 1 za mwezi nitakuwa na lipa hizi kulingana na ile wewe umeonelea utaweza. Wakati tunapotoka mwezi wa 3 tukiingia mwezi wa 4, tarehe 1, kampuni inakuarifu, inakuambia tayari muda wako wa kununua product umefika. Hakuna pesa ziko ndani ama ziko ndani wanachukua, na kuna product ambazo wewe tayari umesha set ndani ama umeandika, mimi mwezi huu nitatumia Transferfat, aidha utatumia Glucoach, aidha utatumia Reovida, kulingana na zile ambazo wewe umechagua kwamba utatumia. Wakati unapofika, wanachukua zile pesa zako, wanakuambia product zako tayari tumezituma kwenye kampuni ambayo itakuletea mzigo. Kama sisi hapa Kenya tuna bahati, Mungu ametubariki na tukaweza kupata kampuni ambayo tunafanya nayo, ambayo inatuletea mzigo kwa muda wa mwezi moja. Ikiwa imekaa sana, inaenda mwezi moja
na wiki moja. Ikienda sana, labda kuwe kuna tatizo. Kama tuseme kwa saa hii, wakati ambapo kumekuwa na vurugu katika airport, katika viwanja vya ndege, wanasema Marekani wamesimamisha safari za uchukuzi wa ndege katika viwanja vya ndege. Hapo sasa utachelewa kwa muda kiwango fulani. Hautalaumu kampuni ama mtu mwenyewe binafsi, italingana na vile nchi zilivyo na shida za kuweza kupita angani. Kama kuna watu ambao wako karibu, wao najua watatumia magari ama train, na train nayo najua kwamba ni shida. Wakati sasa umenunua na wameweza kutuma kwa address yako, itakuwa ni rahisi sana kukufikishia hizo bidhaa zako. Acha tuendelee sasa. Hapa mahali nilikuwa nasema wakati umenunua kwa hii loyalty program, hiyo tutakuja kuzungumza sana, kwa sababu hiyo ni muhimu sana. Niliwaambia unaponunua kwa loyalty program, ununue hizi point. Mwezi ya kwanza wanakulipa point, wanakuambia kuna point ziko ndani ya akaunti yako. Mwezi wa pili wanaunganisha tena. Unaweza kununua product zako kwa pesa zingine, na kuna zingine ambazo bado utapewa, na hizo ni wewe mwenyewe utachagua. Unasema nataka kiwango fulani na ninataka product gani, unataka gani, point zako ziko ndani ni ngapi, na zinatoshea pesa ngapi ama pointi ngapi. Hizo pesa, hizo point, wakati umezinunua hizo product, wewe tu kinachobaki ni kulipia mzigo wako uweze kufika mahali ulipo. Kama una mahali ambapo unapitisha mzigo wako, hapa utapata faida kwa ile product ambazo umenunua, kwa sababu hizo zina faida yake, na hizi za point nazo pia unaweza kuuza, unapata pesa, ama wewe mwenyewe unatumia kulingana na zile ambazo unahitaji. Unaweza kununua mwezi mmoja, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, unapata point ambazo ni za kutosha kununua ama kuagiza mzigo wa kuonekana, na ambapo itaweza kukusaidia kuinua biashara yako, kwa sababu tunajua watu wengi huwa ni ngumu kuweza kununua product zaidi ya 5 ama 10, lakini wakati unapoingia kwa loyalty program, najua kwamba utapata faida ndani mwake. Ya 5 ni hiyo tu, inasema point unaweza kuredeem kivipi, ama unaweza kuzinunua kwa njia gani. Nimewaonyesha kwamba hapo chini kuna vitu 5. Ni kusema kwanza ni hii, nimewaonyesha shop. Ya pili nimewaambia ni kile nilichowaambia ni report ni hii, nimesema hiyo nayo utapewa. Ya 3 nimewaambia inahusiana na sign up. Ya 4 inakuja ni favorite, vile ulivyofanya, ambayo inaingia kwenye loyalty program. Sasa ya 5 ni vile unaweza ku redeem. Vile unaweza kuredeem zile point zako. Ukisha redeem hapo, inakusaidia sana kuweza kuwa na akiba ya kutosha kuweza kufanya ama kuendelesha biashara zako. Sorry, mtaniwia radhi, tunaendelea na mafundisho yetu. Tunaendelea kabisa. Najua leo tutaweza kuwa watu ambao tutajua jinsi ya kuendelesha ama kujua vile tunavyoendelea katika kampuni yetu ya For Life. Ukishafika hapo chini, sorry mtaniwia radhi sababu hapa ninapofanya hivyo chini wanakuonyesha
account, account balance. Account balance ya for life. Hii account balance ya for life, hapa unapofika hapo, ukibonyeza hapa ama ukifinya hapa, itakuonyesha kwenye kurasa nyingine, itakuelekeza kwenye kurasa nyingine, lakini chini kuna mahali pengine unapoingia, ama si kuingia niseme hivyo, utaendelea kupandisha hiyo skrini yako ukiangalia ile vitu ambavyo viko hapo. Utaona chini imeandikwa for life, for life account. For life account, hapa ndipo wameandika kiwango cha pesa ambazo wewe umelipwa. Tuseme kwa mfano umefanyia ama umetengeneza $100, zimeandikwa hapo. Ndio pesa zako zinakuja, unaziona hapa. Zikishafika hapa, ndio unaweza kuredeem, unanunua bidhaa katika kampuni ya For Life. Unaweza kuagiza, unasema nataka zikuje kwenye akaunti yako, ziweze kuwa money ambazo unaweza ukatumia. Hapo sasa chini ndiyo tunakuta mahali pengine ambapo inaitwa target rank. Target rank, hapo unakuta tena kuna maelekezo mengine huko kando. Ukiingia huko ndani, ndio wanakuonyesha jinsi utakavyojiendelesha katika kazi yako, project zako, vile ulivyozipangilia. Hapa target rank ni kusema, wanakuambia unataka kufika katika kiwango gani. Wewe mwenyewe ndio utaweza kuwa unachunguza kwamba una watu kiwango gani, na hao watu wameweza kununua product. Ndio maana wakati tunapokuwa katika kampuni ya For Life, tunapoingia ndani, ni ya muhimu sana kujua kwamba kila mwezi ama kila siku lazima ufungue duka yako, vile niliwaambia, uweze kuonyesha juhudi zako, jinsi unavyotaka kuzungumza na watu waweze kujua, hasa sana katika kampuni yetu ya For Life. Tujue umuhimu wake, tusome, tujifunze, kwa sababu vile nilivyotangulia nikiwaambia, kuna kile kiwango ambacho mimi nimefikia, nimejua, na kuna nyingine nafasi ambayo siwezi nikazungumzia, sababu bado ninasoma, ninajifunza jinsi ya kutumia nafasi yangu katika kampuni ya For Life. Jinsi naweza kuzungumza na mtu mwingine, niweze kumwelimisha aweze kujua umuhimu wa kampuni ya For Life. Lakini wakati unaposema tu nimefungua ID number, niko nayo, niko na password, nimefungua tu account ndani ya For Life, na unaenda unanyamaza, unalala, na wewe hapo utasaulika. Wanatuambia kwa muda wa mwaka moja ama miezi 6. Wale ambao wanajua hapo mbeleni, For Life ilikuwa inakuambia kama umechukua muda wa miezi 3 ama 4 bado kununua chochote katika kampuni ya For Life, hiyo namba yako wanafuta ndani ya kampuni. Wanaitoa, wanasema wewe umepotea, haupo tena. Na wakati tunapoingia, si kuingia tu, ni kufanya juhudi, tufanye kazi. Tujipee moyo,
tuendelee kujionyesha, ushujaa wetu, umaarufu wetu uonekane kwa kazi ambayo tunafanya. Tangaza kama wewe unaweza kwenye YouTube, sema watu 2 3 wajue ni nini unafanya. Kama ni kuvaa t-shirt kama hii ninayoivaa, sweta kama hii, jaribu kuelezea watu ni nini ninachofanya katika kampuni ya 4Life. Ukweli niwahakikishie kwamba kwa hii kampuni watu wanapona. Watu wanapona. Lakini kwa wale ambao wamezingatia masharti, wale ambao wamezingatia kile ambacho kampuni natuambia, jinsi ya kutumia product zetu, lazima utasaidika kwa shida zozote ulizo nazo. Leo nimetaka kuzungumza na nyinyi kuhusu kuelewa sana. Kuelewa jinsi akaunti yako inavyoendelea katika kampuni hii ya 4Life. Jinsi wewe unavyojiendelesha. Si kusema tu nimefungua na ukapea mtu mwingine akakaa na namba yako ID, akakaa na password yako, anakuambia mwisho wa mwezi njooni tununue product, njooni tu uweze kufanya kazi, anakuita, mnaenda mnafanya msururu, mnaenda mahali ambapo mnaenda kutangaza hii kampuni na unarudi unanyamaza hivyo tu. Hapana, usisubutu tena kufanya hivyo. Usiongeze tena kukubali mtu mwingine akuwekee ama aseme yeye tu ndiye anajua kila kitu kwenye akaunti yako. Chunguza vizuri na uwe na app. Asubuhi uamke ukiangalia, mchana angalia, jioni angalia, na wakati unapoangalia lazima uwe na mtu ambaye utaambia kuhusu kampuni ya 4Life. Wengi tuna vitabu, uamke uandike. Leo nimezungumza na watu wangapi? Leo nimepigia watu ngapi simu? Tumezungumza nini? Na nina majukumu ya kuzungumza kuhusu kampuni ya 4Life. Ukiweza hivyo kila siku, angalau mtu mmoja ama uambie watu 2, hapo utakuwa umefaulu kuendelesha kazi yako. Na Mungu atajua wewe unataka kitu gani, kwa sababu hawezi kubariki kitu ambacho wewe haushughuliki. Sawa, tuendelee na kujua kuhusu jinsi tunavyojiendelesha katika kampuni ya 4Life. Kitu nyingine ambayo utapata hapo chini ya rank, utakuta mahali ambapo inasema ya kwanza, inakuonyesha kwamba lazima ununue point 100 LPs. Hivyo ndivyo tunaita. Hizo LPs 100 zinakufungulia, zinaonyesha jinsi wewe unavyofanya. Wanakuonyesha kwamba una watu kadhaa chini yako ambao wanastahili sasa nao kununua. Labda una watu 3. Hiyo tu peke yake. Ukishakuwa na watu 3 kwa hiyo nafasi, chini wanakuonyesha hao watu 3 ni wangapi wamenunua. Ni mtu mmoja kwa watu 3. Ukiwa na watu 6, watu 2 wamenunua, wanakuonyesha ni watu 2 kwa watu 6. Ukinunua mwingine, wanakuonyesha wamekuwa 3 kwa watu 6. Wakiwa wamenunua watu 4, wanakuonyesha wamenunua 4 kwa 6. Ikiwa wamenunua 5, wanakuonyesha ni 5 kwa 6. Ikiwa umefika 6, wanakuonyesha ni 6 kwa 6. Hapo sasa hiyo
hiyo nafasi inakuwa kijani kibichi. Kijani kibichi inatoka kwenye nyekundu. Unaonekana hao watu wako wote wameweza kununua. Kama wamenunua wote 6, kuna hapa kwenye rank, kuna mahali niliwaambia tunaanzisha na associate. Hii associate ni wakati we mwenyewe umenunua. Unapofanya hivi watu wako wote wanunue, inatoka kwenye associate, inakuja watu wako 6 wote wamenunua, unaanza sasa kupanda kwa rank. Tuseme wamenunua, labda huyu amenunua 100 point, huyu amenunua 300 point, huyu labda amenunua 500 point LPs, huyu amenunua labda tuseme 1000 LPs. Hivyo hivyo ziende zifike kiwango cha point 3000. Unaitwa builder. Oh, sorry, unaitwa diamond. Ikiwa 3000 unaitwa diamond. Ikipita 3000 iwe 3100, 3100 unaitwa diamond elite. Hii ina change, inabadilishwa, inakuja kuitwa hivi wakati watu wako wamenunua na kufika kwa hizi LP 3000. Hapo utaviona vizuri vile imeendelea na vile imechange, imebadilika, na ukatoka kwa hii associate. Associate ni kusema ni wakati we mwenyewe umenunua pointi zako 100. Wakati umenunua pointi 100 ndio naitwa associate, na utajua hapo sasa umefika, na inakubidi sasa utafute hawa watu wengine uandikishe chini yako. Hapo tutakuja kujua ni kivipi utajuaje kuhusu wale watu ambao wako chini yako. Hiyo kwanza bado tuko kwenye ile nafasi ambapo mara ya kwanza unapofungua app yako inakuletea hizi vitu vyote. Wameifupisha, wameifanya ndogo ndogo kiwango kila mtu ataelewa ni nini inayoendelea kwa kampuni yake. Chini hapa sasa, wakati unapofanya hivi, labda umefika 8 ama umefika 10, labda umefika 12. Niliwaambia kwamba hii 12 ndiyo mwisho kuweka watu wako kwenye hii kundi lako, wale ambao wanashikilia wewe mwenyewe wa kwanza. Huyu utaenda kiwango mpaka ufike mahali ambapo utasema umefika mwisho kwenye tunaita platinum elite. Utafika hapa bado ukiwa na hawa watu 12. Lakini sana sana sisi ambao bado tunatafuta rank za diamond hadi presidential na kufika kwa rank ambayo tunaita all, na tunaita niliwahi kuzizungumza hapo, niliwaambia, lakini wakati tunapoendelea tutakuja kuwaonyesha jinsi utajua mahali ambapo umefikia kwa ranka yako. Sasa chini unapopita line ya mstari wa 3
Kuna wa pili, kuna watatu. Hapa watatu ni wakati sasa umefika kwa hii rank. Hapa wanakubidi uwe na watu watatu. Hao watu watatu wanaanza sasa kuonyesha mwenye amefika kwa build. Build, ukiwa na watatu unakuwa diamond ama wawili, ama tuseme umepata hizi point bila watu, bila wale ambao wamefikia kwa kile kiwango ambacho tunaita builder elite. Ukishakuwa na hao watu watatu, hata kama mmoja amenunua, tunasema ni mmoja kwa watatu. Akinunua mwingine wakuwa wawili, wanaandika wawili kwa watatu. Ikiwa ni watatu kwa tatu, sasa hapo hiyo line inakuwa kijani kibichi. Hiyo ni hatua ya tatu. Chini ukishafika hapo, tunakuta tena tunakuwa na hatua nyingine ambayo tunajua inahusiana sana sana na kujua jinsi tulivyofanya kazi yetu. Wanakuambia hapo umekuwa katika order sasa, kujua order zako vile ulivyonunua. Niko nawaelezea kuhusu app. Sijazungumza mambo mengine, bado ninaendelea kwenye app, muhimu wake, maana yake ya kuwa na app kwa simu yako. Ukishafika hapo sasa, wanakuambia utajua order zako ama vile ulivyonunua. Tuseme huu mwezi wa tatu ambao sisi tuko, wanakuonyesha mwezi wa tatu umenunua kivipi ama hujanunua. Labda kama ulipea ID namba yako ukaipea mtu mwingine akanunua, ama mtu alitaka kujua, anajua namba yako ID, anaingia ndani na anakununulia chini ya jina lako, lakini anaonyesha kampuni kwamba amenunua kwa ID ya mtu fulani. Akinunua hapo, kuna mshahara unapunguzwa. Yeye amelipia, analipa, kuna kiwango ananunua cha pesa, wanamwekea juu, wewe mshahara wako wanapunguza, sababu hukununua, hukufanya kazi hiyo mwezi, lakini wanatambua kwamba ID namba yako imefanya kazi. Wanakuonyesha hii mwezi wa tatu, tarehe moja ama tarehe, tuseme leo tuko tarehe 18, wanasema umenunua bidhaa fulani, tuseme kama vile niliwaambia za 150. Chini wanakuonyesha mwezi wa pili ulinunua tarehe ngapi, tuseme tarehe 10, ukanunua hizi point 150. Mwezi wa tatu, mwezi wa kwanza na ulinunua kivipi? Labda ulinunua hizi tarehe 10 bado kwa hizi 150. Hapa chini wanakuandikia mwezi wa 12, mwaka uliopita, labda tarehe 10, hizo 150 LP. Hizo zote wanaenda wakikuonyesha. Ukitaka kujua ni zaidi, kuna mahali unafinya, wanakuelekeza, unajua ni lini ulinunua na ulinunua ngapi. Kumbukeni kuna mahali niliwaambia, mtaniwia radhi kwa sababu mimi nafuta haraka sababu ninaandika vitu kubwa. Kumbukeni kuna mahali niliwaambia inaitwa hata nirudi niseme mahali ambapo tunasema account katika For Life. Hapa ndipo wanakuonyesha mshahara wako vile ulifanya. Wakati unaponunua hapa, hiyo account yako ikiwa sawa, umejaza kila kitu na yote inaonekana vile ulifanya. Hapa pesa zako zinakuja, kama ni dola 100 unaziona hapa.
Kama ni dola 500 unazipata hapo. Kama ni 1000 zote zinaonekana hapo hapo, ziko kwenye rangi nyekundu. Unaweza kuzinunua ama unaweza kutoa, unaagiza zinakuja. Kama mtu yuko na account ya ID number yako, kama uko na ID number yako na password yako, anaweza kutoa hizi pesa. Ana ruhusa ya kununua product, lakini wewe wakati unapofungua hii ukurasa, wakati unafungua huu ukurasa tu kwenye app, utaona kila kitu vile zilinunua. Utaona vile wewe ulifanya kazi, hata kama sio wewe ulifanya, hata kama ni mwaka jana uliopita ama hii mwaka, wewe tu bado utaona ni kazi gani ilifanyika kwenye hii akaunti yangu. Nilinunua bidhaa ngapi, niliagiza product ngapi. Nao watakuonyesha mahali ambapo zimeelekezwa na kwa kampuni gani. Ni mtu aidha watakuonyesha kuna mahali sasa pale niliwaambia tuna shop ama tuseme report. Wakati tunapochunguza kwenye ile mahali niliwaambia report, watakuonyesha zilitoka kwenye kampuni zikaenda kwa nani, zilichukuliwa zikiwa product kiwango gani. Hiyo ni rahisi sana kuweza kujua ni nini kinachoendelea kwenye kampuni yako, kwenye app yako ama kwenye akaunti yako ya 4Life. Kwa sababu hii ni pana, nikiweza kuzungumza hivi tunaweza kuzungumza kila siku, na ninajua kwamba wengi wanahitaji kujua haya mambo. Ndio maana tunaambia watu muwe macho, muwe makini, tuweze kusoma, tuweze kujifunza jinsi ya kufanya katika kampuni ya 4Life. Ndio nimewaambia wakati wewe hujanunua hivi, vile nilivyowaambia, kila mwezi wanakuwa wanakuonyesha kwamba vile nilisema mara ya kwanza, wewe wanakuonyesha huko na watu 6, lakini yote iko kwa rangi nyekundu kama hujanunua. Lakini wakati unaponunua wanakuonyesha yote inageuka kijani kibichi. Hapo utajua. Ndio niliwaambia wakati tunapoangalia kwenye hii akaunti ya 4Life, hapa kwenye akaunti ya 4Life, hapa ndani, ama wacha nizungumze hapo tu kidogo niendelee kuwaonyesha. Chini wanaandika build. Build a bonus. Build a bonus. Watakuonyesha mbele kidogo, kuna mahali wanachora ka kitu ambao kana kuonyesha vile wewe umefikia level gani, tuseme kiwango gani umeweza kutengeneza wale watu wako 6 ama 8. Chini ya wale watu 6 bado umeweka wengine chini yao, kila mtu yuko na watu 6 nao wamekamilisha ama wamekuwa na watu 8. Najua nimetoka kwa hiyo hatua ya 3 ama ya pili, unaanza kutengeneza ya 3. Wewe mwenyewe unaachilia kwanza kujiwekea watu wengi. Unasema mimi nimefika watu 6, 8, 9 ama 10. Unaanza sasa kusaidiana na hao wengine wenye uko chini. Hata wengine wenye kima ama wanaojua kazi wanasema nikiwa na watu 6 naendelea kusaidia hao watu 6, na mpaka wakuwe na watu 6 mpaka ufike kwa hatua ya
5. Kusema watu ya kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano. Wakishafika hapa ndio sasa unaanza kuongeza kando. Kama watu wako 6 ni watu ambao wanajua mashuhuri sana kufanya kazi. Kama wanajua kufanya kazi, wewe unaendelea na mtu ya 7. Unaendelea na mtu ya 8. Ukishakuwa na hao watu 8, utajua sasa unafanya kazi vile inavyotakikana. Utakuwa sawa na utaweza kujisaidia na kuendelea na katika kampuni yetu ya For Life vizuri sana bila kuwa na tatizo. Na hapa sasa ukishafika hapo hiyo kiwango, na hapa hata niseme hivyo tu kidogo, hizo levels hapa tukisema hii builder kuna levels. Levels 1, level 2, level 3. Hizi wanakuonyesha kila moja wakati umetimiza. Hii ya kwanza wanakupea $50 wakati umefanya vizuri level 1. Ukiwa na level 2, na hiyo yote kila mwezi, hii ni mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, hii wanakulipa $200. Hii level ya 3 wanakulipa $800. Vizuri sana. Hii si kusema ati ni watu nini ati wamekuwa, wakati umefanya vizuri sana kwa muda wa miezi 3 unalipwa hivyo. Mwezi wa kwanza unalipwa 50, mwezi wa pili unalipwa 200, mwezi wa 3 unalipwa $800. Na tunajua dola za Marekani ni pesa za kutosha. Hii 800 yenyewe najua kwamba ni pesa mingi. Tuseme kwanza hii 50 inakuja dola, tuseme hii dola 50 inaweza kuja kwa pesa za Kenya tuseme ni 6,200. Sasa hii itakujaje? Itakuwa ngapi? Itakuwa 24,400. Hii sasa fikiria itakuwa pesa ngapi? Itakuwa ni laki zaidi, na itakusaidia katika kampuni yako vile utakavyojiendelesha. Sawa sawa, tuendelee kidogo tu nimalizie. Wakati sasa unapofanya hivyo, hapa kwa hii kitofu sasa, ndani yake hapo chini kuna hatua nyingine ambayo wewe unafikia, inakuonyesha jinsi wewe umeingiza watu wako ni akina nani. Unataka kuwajua na unataka kujua jinsi wamefanya kazi yao. Najua wengi kuna maswali mko nayo mtakuja kuniuliza, na itakuwa vizuri sana tukizungumza hivi. Wakati unapoongea najua umenisikiza sana, na labda kuna mahali umebaki hujapata majibu yoyote, hujaweza kusaidika kwenye mazungumzo yetu ambayo tumeweza kusema hapa. Nimewaambia wakati unapoangalia hapo levels, chini unakuja mahali ambapo sasa inakuonyesha wewe huyu. Sasa hapa chini wanakuonyesha kuna mtu hapa hivi. Sasa tunaendelea hivyo na hivyo wataendelea. Hawa ni watu 4 ama tuseme 6, 5, 6, na bado tutaendelea hivyo
Sorry, mimi labda sijui kuchora, mtaniwia radhi. Hivyo utaendelea hivi chini ya hao watu wako. Huyu wanamwambia ni nani? Tuseme Caleb. Hapa wanakuonyesha ni Philip. Hapa wanakuonyesha Claude. Hapa wanakuonyesha sijui nani huyu mwingine, hivyo huyu ni B. Hivyo wanakuonyesha watu wako wote, unawaona na unaona ID number, wale ambao wanashikilia kwa hii nani grupu yako. Ndio maana wanaenda wakifika hapa wanaachilia, hawatasimamisha, sababu labda katikati ya hao watu kuna wale ambao watakosekana. Na wakati niliwaambia hapa kwa levels, ama wakati unapoangalia kundi lako vile imejengwa, lazima kuna watu ambao utajua niko na builder ngapi, niko na diamond ngapi, niko na presidential wangapi, niko na gold wangapi, niko na all ngapi, silver ngapi, mpaka wakati utakuwa platinum elite na ujue unatakikana kuwa na platinum wangapi. Ndio sasa hiyo kiwango chako kizidi kumundu kuwa katika hadi ambapo kampuni inaona kwamba kabisa yenyewe wewe umefanya. Hautafika kwenye platinum elite na useme imeisha, mpaka hao watu ambao wanafanya bado LPS 100 wanahitajika huku. Wakati wewe unafanya huko chini katika hatua ya ngapi sijui, utakuwa ni ya 10 kutoka kwa presidential platinum elite, itafika labda kwa watu 20, kizazi cha 20. Kuna kizazi cha kwanza, kizazi cha pili, kizazi cha tatu hadi 20 hata 40, talingana na vile wewe ulivyo jitahidi kufanya. Labda tuseme mimi, wale ambao nimeweza kufundisha hii kampuni, kuna watu wanaweza kuwa na juhudi, mwito ama kufanya bidii. Anaenda naye anafikisha watu 6. Anasema acha niendelee sasa kujenga hii kikundi yangu. Wale watu 6 wake anaendelea kuwasaidia. Vile anavyoendelea kuwasaidia, utakuta mimi huku labda tuseme nimekuja huku, ndiyo imekuwa nafasi ndefu. Hivyo sasa hivi inaendelea hivi, na huku nakuta bado imehang, imebaki juu, huku imebaki juu, huku imebaki juu. Unakuta huyu na huyu na huyu wamefanya ni watu watatu, hao watu wawili wamefanya imekuwa watu 5, bado hao watu wawili ama watu 4 hawajafanya kazi. Utakuwa sasa ni kama mtu ambaye sijui niseme nini, umesimama juu ya mahali na kuna shimo, mguu ingine imeanguka chini. Hapa hutaonekana unafanya kazi vile inavyotakikana. Kampuni nakwambia, wakati unapojenga timu yako ama kikundi chako, lazima uwe una mahali pa kushikilia, uwe umesimama vizuri. Ndio maana tunawaambia kila siku, kila mara tuweze kuzungumza kila mtu. Wewe labda mahali unapofanyia kazi huna watu wengi, hauna watu ambao mnaweza kuwa mnazungumza. Ndio ninataka kuweza kuwaambia jinsi tunaweza kuendelesha hii kampuni ya 4Life. Kuna mahali niliwaambia target rank. Hapa niliwaambia kuna alama yenye iko hapa, hii ukifinya inakuelekeza mahali pa kujua sasa vile watu wamefanya. Wale watu yako, ile kundi lako, itakuletea mahali ambapo itakuonyesha tena hii target yako. Wewe mwenyewe utakuwa na change. Kuna mahali una change. Ukiguza hapa inakuonyesha associated, ama inakuonyesha diamond, ama inakuonyesha presidential.
Sasa hizi utachagua mpaka chini, itakuwa sasa ukiendelea wakati, lakini umenunua pointi zako hapa 100 LP ama ile 150 vile niliwaambia, ukinunua kwa loyalty program ama 200 ama 300, lakini bora kwa mwezi umenunua pointi zako 100. Ukinunua pointi zako 100 na kundi lako liendelee, hapa ndipo utakuwa sasa unachunguza ukifuatilia vile sasa rank yako inapofikia. Rank yako unaifikia kwa kazi uliyofanya, kwa zile point ambazo umeingiza kwa kampuni, vile kundi lako limeweza kununua. Hata ukiwa haufanyi kazi mwezi huu, kwa huko juu utakuwa sasa umefunga zile pointi ambazo zilikuwa zinatakikana. Hao watu hawatafikia kwenye maranka yao, hawatafikia kwenye malengo yao. Wakati wewe umelala umenyamaza, jua huko juu umefunga. Itabidi ashuke akuje kuangalia ni akina nani ambao hawajanunua, ni wangapi wamenunua, na aweze sasa kufanya nini? Kununua chini yao. Anaangalia huyu amenunua, ananunua, sawa, huyu anatiki. Si yeye anatiki, kampuni tayari imetiki. System kwa machine imetiki, inasema huyu amenunua, wanatiki, inakuwa kijani. Vile niliwaambia, rangi ya kijani kibichi. Anaangalia huyu, anakuta naye amenunua, amefika katika ranka yake, huyu vile wote wamefika. Chini anaanza sasa kuangalia ni nani ameshindwa kusupport ama kusaidiana na kundi lake huku chini, ndiye anaanza sasa kununua. Ndio maana tunawaambia sisi kwa timu ya Equipe de Triomphe, kila mwezi una vipengele tofauti, kuna nyakati tofauti. Tarehe 1 hadi tarehe 7 ni mpaka tukamilishe kile ambacho tunaita loyalty program, ndio tuweze kupata faida katika kampuni, tuweze kulipwa. Kama ni wewe mwenyewe umenunua, uweze kujiwekea ama uweze kuhifadhi zile point nimewaambia, ambazo utakuja kununua product zako zile unataka. Ya pili, wakati unapolipa ama umenunua loyalty program, wale ambao wako chini yako nao utakuwa ni mwalimu mzuri sana. Utakuwa sasa unawapea kielelezo, utakuwa sasa ni mmoja wa wale wanashikilia kampuni na moyo mkunjufu. Umekuwa na roho nzuri ya kusema nataka kufanya katika kampuni ya For Life. Tutaendelea vizuri na hakuna mtu atakaye baki nyuma. Tutaendelea vizuri, hakuna mtu ambaye atashindwa. Tukiwa hivyo, hakuna mtu wa kusema mimi katika kampuni ya For Life nimewekeza pesa zangu lakini sijaweza kufaulu. Hapo na uweza kusimama hapo leo. Najua kesho tutaendelea na tutazungumza mengine, na najua kwamba leo tumeongelea kuhusu app For Life. Sorry. Samahani kidogo. Tumeweza kuzungumzia hii app For Life company na ID number, kumbuka kuwa nayo, password, na email yako, na hizo ukiwa nazo point zako ama life point zote, unajua jinsi ya kuangalia ama wale watu ambao wako chini yako. Mtu asije akaendelea na kazi wewe bila kujua unafanya nini kwenye kampuni yetu ya For Life.
na waalika, karibuni tuweze kuzungumza kila siku. Ukiwa umeona ni vizuri na tuweze kusaidiana, tutajua jinsi ya kujiendelesha katika kampuni yetu. Hatutakuwa tunafanya katika giza tu kama wengine vile wanavyofanya. Unakuta mtu hana pesa, hana uwezo, hana chochote, na ameambia watu wengi na hajui wanaweko wapi, hajui ako na watu ngapi, na wamefika katika kizazi cha ngapi, wamefika katika levels ngapi. Vizazi labda wengine hawatasikiza, lakini levels zile ambazo ziko chini yako nazo zimejengeka kivipi. Tutaendelea na kuwaonyesha jinsi utakuwa unachunguza kila mtu, unajua watu ambao wako chini yake, na hapo itakupea nguvu, na tutaendelea katika Equipe de Triomphe, tutashinda. Asanteni.